asifiwe. Mwana wa Mungu, mahali popote ulipo, unaendelea kunifuatilia na unaendelea pia kunitazama. Langu jina naitwa Benjamin Mahega. Namtukuza Mungu kwa nafasi na kibali ambacho ameweza kunipatia katika siku hii ya leo. Si kwa akili zangu wala si kwa ufahamu wangu, bali ni kwa neema na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Leo ni siku nzuri kabisa ambayo tumeweza kumuona Bwana akifanya mambo makubwa sana kwenye maisha yetu, akifanya matendo makubwa sana kwenye maisha yetu, akifanya mambo ambayo wakati mwingine tulishindwa sisi kwa ufahamu wetu kuyafanya, lakini Mungu ameweza kuyafanya kupitia siku hii ya leo. Lakini pia hata wewe ambaye unaendelea kunisikiliza, bado Bwana atafanya jambo kubwa kwenye maisha yako, na anafanya jambo kubwa sana kwenye maisha yako. Hivyo usijikatie tamaa kwa sababu ya kile ambacho ulikiomba. Yawezekana Mungu hajakujibu, lakini sikiliza nikwambie, bado jibu lako lipo kwa Bwana. Bado Bwana ana haja na wewe. Kwa leo tunamtukuza Mungu. Ilikuwa ni siku nzuri, siku ya kumwabudu Mungu, siku ya kumsifu Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, na kweli tumeweza kumuona Bwana akifanya matendo makubwa sana. Sasa bado tunaendelea na somo letu ambalo Mwenyezi Mungu aliweza kutupatia ili tuweze kujifunza. Kwa namna nyingine yawezekana kuna sehemu tulikuwa tumekwama, lakini kupitia hiki ambacho Mungu ameweza kukileta, basi kitaweza kutoa level fulani na kutupeleka level fulani. Hivi unaelewa ya kwamba wewe ni mtu mkubwa sana. Sasa ili ukubwa uje, lazima uzingatie kile ambacho Mungu anakufundisha kwenye maisha yako. Sasa tuna somo ambalo tulikuwa tunaendelea nalo, somo ambalo linaitwa siri 5 ya kuweza kuishi maisha ya furaha. Watu wengi hatuishi maisha ya furaha kwa sababu ya vitu ambavyo wakati mwingine vinatuumiza, kwa sababu ya vitu labda wakati mwingine vilitokea kwenye maisha yetu, kwa sababu ya vitu fulani ambavyo vinaondoa uwepo wa Mungu ndani yetu. Sasa nimeweza kukuletea siri 5. Hizi siri ukizizingatia utaishi maisha ya furaha sana. Tuliweza kuangalia sehemu ya kwanza, tukajifunza ya kwamba ili uweze kuishi maisha ya furaha, usije ukajilinganisha na mtu kwenye maisha yako, wala usije ukafananisha maisha ya jirani ukafananisha na maisha yako. Lakini juzi pia tukaweza kujifunza tena kipengele kingine kilichokuwa kinasema ya kwamba ili uweze kuishi maisha ya furaha, na usiweke matarajio makubwa sana kwa mwanadamu, yani usimtegemee mwanadamu kwenye maisha yako. Sasa leo tunaenda kutazama kipengele namba 3. Lakini kuna kipengele ambacho kwenye hilo somo la usiweke matarajio makubwa, kuna sehemu ambapo nilisahau kufundisha pia, lakini tutakuja tupaangalie Mungu akitupa neema hapo kwenye sehemu ya pili. Kulikuwa pia kuna ujumbe muhimu sana kwenye maisha yako. Hivyo wewe endelea tu kunifuatilia, so tutakuja tupaangalie hapa anasema nini. Sasa leo tunaenda kutazama kipengele namba 3, siri ya kuishi maisha ya furaha. Inasemaje? Ili uweze kuishi maisha ya furaha, tambua kuwa kila mtu amewekewa nyakati zake katika maisha. Yani elewa kabisa kwamba kila mtu amewekewa nyakati za kuishi kwenye maisha yake, na kila mtu amewekewa nyakati za kupita level fulani kwa wakati wake. Sasa moja ya kitu ambacho wakati mwingine kinatuondoa au hatuishi kwenye maisha ya furaha ambayo labda tulitarajiwa tuwe nayo, ni kwamba hatujatambua nyakati ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha yetu. Kuna wakati leo unapitia jaribu, jirani anakupitia au anakuchekea, au kuna wakati ulipitia muda fulani mgumu, jirani akawa anacheka, kumbe hakujua ya kwamba wakati huu ulikuwa ni wakati wako. Sikiliza nikwambie, leo unaweza ukamtazama mtu ukakuta yupo kwenye gumu fulani analolipitia, ukaanza kumcheka. Sasa
elewa ya kwamba huo wakati ndo wakati wake ambao anapitia mgumu, ndo nyakati za kupitia yeye changamoto, ndo nyakati za kupitia yeye shida, ndo nyakati za yeye kupitia tabu. Sasa ukishatambua kwamba huu wakati ni wakati wa jirani kupitia changamoto, ni rahisi sana wewe kuishi maisha ya furaha, kwa sababu unajua nyakati ambazo ni ngumu, na unajua kwamba kuna wakati ni ngumu utaweza kupita na utaweza kumudu huo muda. Sasa moja ya kitu ambacho tunashindwa kukaa kwenye maisha ya furaha, au tunakosa furaha kwenye maisha yetu, kwamba wakati ngumu tunasahau kwamba huu ni wakati wetu. Wakati wa shida tunasahau kwamba hizi ni nyakati zangu ambazo ni lazima tu nipite kwenye shida hizi. Sikiliza nikwambie, wewe kupata uzima, kupata wokovu, kupata neema, ili mlazimu Yesu apite msalabani ili wewe ukombolewe. Sasa kama Yesu ulikuwa ni wakati wake wa yeye kupita kwenye shida ile ili wewe upate uzima, upate ukombozi, lazima na wewe kuna wakati lazima upate jaribu, upate shida, upate tabu, ili utoke kwenye level hiyo ya chini. Kupitia jaribu hilo likupeleke level nyingine tena ya juu. Panahitajika wewe kutambua hizi ni nyakati ambazo kwangu ni ngumu, tena za muda tu zinapita, lakini kuna utukufu ambao unakuja wakati mwingine ambao ninaenda kiwango kingine, naenda kiwango cha juu. Hapo utaweza kuishi maisha ya furaha. Sasa watu wengi hatuishi maisha ya furaha kwa sababu hatujatambua nyakati ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha yetu. Ukitambua nyakati ngumu kwenye maisha yako, manake huu muda mgumu utaweza kupambana nao na utapita vizuri kabisa bila shida yeyote, na utakuwa na furaha kwa sababu unaelewa kabisa kwamba hapa napita ni kwa muda, lakini bado nasonga mbele. Hapa napita ni kwa ni muda tu, lakini bado nasonga mbele. Sasa ukishatambua wakati mgumu kwenye maisha yako, elewa utaishi maisha ya furaha, kwa sababu huo wakati hautakusumbua, hautakupa shida, hautakupa tabu, kwa sababu una uwezo wa kumudu pamoja na ugumu wake. Sasa asilimia ya watu wengi hatusongi mbele, hatuishi maisha ya furaha kwa sababu hatujatambua wakati ambao Mungu ameweka. Wakati wa shida hatutambui, wakati wa furaha hatutambui. Lakini sikiliza, wakati wa shida unabebwa na mtu ambaye ana furaha ndani yake. Ukiwa na furaha ndani yako, hata wakati wa shida utaona wewe kwako ni sawa. Usiruhusu jaribu lako mtu akakutambua kwamba unapitia shida. Hilo jaribu lifunikwe na furaha uliokuwa nayo kwenye maisha yako. Sasa hilo jaribu likifunikwa na furaha, elewa ya kwamba unapita, bado furaha itaendelea kubaki pale pale. Acha tusome maandiko. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, leo sina meza hapa, lakini yote yanawezekana kwa Bwana. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura yake ya 17 na ule mstari wake wa 26. Biblia inasemaje? Biblia inasema ya kwamba naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akishakuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yote. Unaona hapa aliweka nyakati kwamba kuna wakati taifa fulani nitaliweka kwenye wakati mzuri. Yani akaweka mipaka kwamba huu wakati Tanzania labda mwezi fulani itapata changamoto, itapata mvua nyingi tuseme. Mfano sasa hivi hapa Dar es Salaam na tunazozungumza inanyesha mvua sana. Imenyesha mvua takriban wiki nzima. Lakini ukitazama mikoa mingine hiyo mvua haipo. Sasa huu ni wakati wa watu wa Dar es Salaam kupata mvua. Huu ni wakati ambao Mungu ameweka
kwamba ili tutoke level tukapate jua, lazima kwanza tupite kwenye mvua. Sasa asilimia ya watu wengi leo wanalalamika biashara haziendi, leo wanalalamika sijui uchumi umekuwa ngumu kwa sababu ya mvua, na wanajikuta waishi maisha ya furaha kwa sababu ya mvua. Lakini wangetambua kwamba hii mvua ni kitu ambacho kinaenda kutupeleka kwenye furaha, basi wangeweza kuishi maisha ya furaha. Sasa hatuishi maisha ya furaha kwa sababu gani? Hatuishi maisha ya furaha kwa sababu tunapokutana na jaribu, tunapokutana na shida fulani, hatuwezi kuimudu hiyo shida kwa sababu ya changamoto. Sikiliza mwana wa Mungu, nikwambie, ili uweze kuishi maisha ya furaha, kitu kimoja tu cha kuzingatia ni kutambua wewe kwamba kuna wakati lazima nipite kwenye shida, lakini hiyo shida nina uwezo wa kuimudu. Kuna wakati lazima nipite kwenye tabu, kuna wakati lazima tu kodi ya nyumba itaisha, kuna wakati lazima tu watoto shuleni watadaiwa kodi, sijui watadaiwa ni. Yani unakuwa unajua kabisa kwamba kuna wakati tu lazima jaribu litakuja kwenye maisha yangu. Sasa hilo jaribu litakapokuja kwenye maisha yako, una uwezo wa kulimudu na kulisolve kwa sababu tayari unaelewa. Watu wengi hatuishi kwa kutambua nyakati tulizo nazo, hatuishi kwa kutambua shida tulizo nazo, hatuishi kwa kutambua. Sikiliza mwana wa Mungu, nikwambie, tambua sana majira ambayo Mungu ameyaweka kwenye maisha yako. Leo Mungu ametuwekea mvua hapa. Huu ni wakati wetu sisi kupata hii mvua. Kuna neema ambayo Mungu anaiachilia ndani ya hili jiji kupitia mvua. Sasa watu wasiokuwa na akili, watu wasiokuwa na maarifa wanalalamika biashara haziende kwa sababu ya mvua, sijui kitu gani hakiendi kwa sababu ya mvua. Sikiliza, huu ni wakati wetu, lakini mikoa mingine ukitazama hakuna. Bado na penyewe kuna wakati wao ambao wao pia watapata hiyo mvua, wewe utapata jua. Kwa kila mtu amewekewa wakati wake wa mapito kwenye maisha yake. Usitazame maisha ya jirani ukafananisha na maisha yako. Hayo anayopitia yeye leo ni wakati wake. Ya kwako yalikuwa jana, tayari umeshapita, au ya kwako bado yanakuja. Kwa hiyo usimcheke jirani yako kwa kupitia shida. Elewa, huo ni wakati wake, bado wakati wako unakuja, na ili uweze kumudu, basi inabidi ubebe kama furaha kwenye maisha yako. Kaa kwa kutambua nyakati ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha ya mwanadamu. Ukitambua nyakati za kuishi kwenye maisha yako, nyakati za furaha, nyakati za majaribu, na kwambia utaishi maisha ya furaha hata kwenye shida. Sasa hatuishi maisha ya furaha kwa sababu gani? Hatuishi maisha ya furaha kwa sababu hatutambui nyakati ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha yetu. Ukitaka kuishi maisha ya furaha, usitazame pito analopitia mtu fulani. Ukitaka kuishi maisha ya furaha, usitazame jaribu la Musa, usitazame jaribu la mtu fulani, usitazame jaribu la yule, usitazame jaribu la Gilesi, usitazame jaribu la fulani. Mtazame Mungu kwenye maisha yako. Ukimtazama Mungu kwenye maisha yako, elewa unaenda kutoka kwenye level uliyokuwa nayo, unaenda kupanda level nyingine, level ya baraka. Sikiliza nikwambie, kuna siku nikawa nasema sehemu fulani, nikamwambia mimi au maisha yangu hayatakuja kuwa maisha ya umaskini, kwa sababu ninaye Yesu ambaye amemwaga damu yake msalabani ili niweze kupata wokovu. Lazima na utajiri nitaupata kwenye maisha yangu. Kwa hiyo siwezi kuishi maisha ya huzuni wakati naelewa nina ukombozi ndani yangu. Siwezi kuishi maisha ya shida kwa sababu ya pito fulani wakati naelewa kuna yule ambaye ana uwezo wa kutatua majaribu na shida na changamoto na njaa na kila kitu ambacho kinaandama kwenye maisha yangu. Sikiza mwana wa Mungu, nikwambie, yawezekana hauishi maisha ya furaha. Hauishi maisha ya furaha kwa sababu bado hujatambua nyakati
ambazo Mungu amekuwekea. Sasa ili uweze kuishi maisha ya furaha, kitu kimoja ambacho kitakusaidia sana, tambua nyakati. Ukitambua nyakati zako, utaishi maisha ya furaha. Na usimtazame jirani leo anachokipitia ukafananisha na maisha yako. Hapana. Kila mtu amewekewa mzizi, na kila mtu ana shina lake, na kila mtu ana muda wake, na kila mtu ana nafasi yake, na kila mtu amewekewa njia ya kupita level fulani ili ukapate level nyingine. Sasa ukitaka kuishi maisha ya furaha siku zote, usifananishe maisha ya mtu ukafananisha na maisha yako. Ukitaka uishi maisha ya huzuni siku zote, fananisha maisha ya jirani ufananishe na maisha yako. Hapo utakaa kila siku unalia, hapo utakaa kila siku unateseka. Watu wengi tunaangalia maisha ya mitazamo ya mababu zetu, tunaishi maisha ya mitazamo ya watu fulani, tunaishi maisha ya shida kwa sababu ya kuangalia nyuma tulikotoka, lakini tumeshindwa kumwangalia Mungu aliyetukomboa kwenye giza, aliyetutoa kwenye laana, aliyetutoa kwenye tabu, akatuleta kwenye uzima. Sasa ukipita kwenye jaribu, usimtazame yule mwenye jaribu, mtazame Mungu kwenye maisha yako. Ukimtazama Mungu, utaishi maisha ya furaha sana, utaishi maisha ya amani sana, utaishi maisha ya baraka kwenye maisha yako. Kila mtu ameandikiwa baraka, ila sasa tunashindwa kuimudu hiyo baraka kwa sababu hatujatambua nyakati zetu, hatujatambua majira yetu. Wewe wakati wa shida unalia, wakati wa shida pia kuwa na furaha, kuwa ni mtu ambaye una furaha. Wakati mwingine lifurahie hilo jaribu, ndo wakati wako. Ukilifurahia hilo jaribu, ndo msingi wa kutoka wewe kwenda level nyingine. Ushindi upo na nafasi pia ipo, ila inapatikana kwa mtu ambaye anatambua kwamba wakati huu ni wakati mgumu, wakati huu ni wakati wa furaha, wakati huu wakati wa shida, wakati huu ni wakati wa amani, wakati huu ni wakati fulani ambao ni lazima tu niweze kupita hizi level ili niende level nyingine. Kwa hiyo tambua, mwana wa Mungu, kwamba kila mtu amewekewa nyakati na kila mtu ana nafasi yake kwenye maisha yake. Kwa ukiweza kutambua hayo majira na hiyo nafasi ambayo yawezekana Mungu ameiweka kwenye maisha yako, yawezekana Mungu ameiweka kwenye mapito yako, basi utaweza kumudu muda vizuri kabisa wa kukaa pamoja na Mungu na ukamtukuza Mungu. Usilie kwa sababu ya jaribu. Huo ni wakati wako, hizo ni nyakati zako. Usilie kwa sababu ya njaa. Hizo ni nyakati zako. Lakini kikubwa ni nini? Kikubwa ni wewe kumtazama Mungu kwa wakati huo. Ataweza kukuokoa pamoja na majira hayo ulionayo, unayopitia. Muda mfupi sana utakuwa mtu mwenye furaha. Kwa kama unashindwa kuishi maisha ya furaha, zingatia kwamba kila mtu amewekewa wakati wa kulia, wakati wa furaha kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama na wewe leo unapitia changamoto, sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, unapitia tabu au shida fulani kwenye maisha yako, kitu cha muhimu ni wewe kutambua haya ni majira yangu, lakini bado furaha ipo mbele yangu, tena furaha ya kitambo ambayo nitakaa kwenye maisha ya furaha. Kwa hiyo ukitaka kuishi maisha ya furaha, tambua wakati ulio nao ni wakati upi. Ni wakati wa mapito, bado wakati wa furaha unakuja. Ishi maisha ya furaha, mwana wa Mungu. Hujaandikiwa huzuni siku zote. Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 4 mstari wa 4, furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Kwa hiyo bado umeandikiwa furaha, mwana wa Mungu. Ukuandikiwa huzuni kwenye maisha yako, umeandikiwa furaha. Kwa hiyo maisha yako yanaandikiwa yawe maisha ya furaha, maisha yako yanaandikiwa yawe maisha ya amani, yawe maisha ya furaha kila siku. Ukuandikiwa shida, hizo shida ni pito tu fulani ambalo linapita kwa wakati huu. Kwa hiyo tambua nyakati ulizo nazo ni nyakati za mapito tu. Mungu akubariki sana sana sana. Langu jina Benjamin Mahega.
Tutakutana tena sehemu ya 4, Mungu akitupa neema, akitupa uzima, tutakuja tuendelee na sehemu yetu ya 4. Mungu akubariki sana. Amen.